Usiendelee kuumia kwa machaguzi uliyoyafanya jana, kwa makosa uliyoyafanya jana. Lazima uwe na akili ya mbele. Hata watu wakikuambia kitu fulani ulikosea, ambia ndio nilikosea, lakini yaliyopita siendele na ganga yajayo. Uwe ni mtu ambao una focus, unaangalia vitu vya mbele, vya mbele, vya mbele. Vya nyuma vilipita na vimepita na haviwezi kurudi. Kwa hiyo you should have that. Lakini point nyingine ni ustahimilivu. Ustahimilivu. Tabia ya ustahimilivu. Katika maisha Biblia inasema ya kwamba ukivumilia hata mwisho ndio utaokoka. Lakini Biblia inazungumza wazi katika kitabu cha Isaya ya kuwa wamngojeao Bwana watapata nini? Nguvu mpya. Nguvu mpya. Watapaa juu kama tai. Kwa hiyo kama ukuwa mstahimilivu katika eneo la kungoja, nataka ngombe kwamba huwezi kupaa kama tai. Kwa hiyo you need to be mstahimilivu. Uwe na tolerance katika maisha. Kuna kipindi utalala chini. Kuna kipindi utalala kitanda cha futi 2 tena cha kwenda kujumua vile vilivyolalio hapo ujasi. Lakini kuna kipindi utaanza kulalia bedi sofa. Kuna kipindi utaweka kitanda chako huko, utaweka kila kitu kwa kitanda, kila kitu unakipata hapo. Ni maisha tu yanaendana na stages. Kwa hiyo lazima mvumilivu. Mvumilivu hula mbivu. And point nyingine ni tabia ya utu. Okay? Tabia ya utu. Sasa hivi kuna msemo unasema nini? Okay, sijajua kama upo au haupo. Lakini nazungumzia utu wa genuine utu. Yeah. Utu. Humility. Utu. Mfano hapa nimealikwa, nimealikwa nije huko nizungumze. Yeah. Utu, unajua sasa nimealikwa na wale watu wananisubiri, lazima niwahi. Okay. Nahisi mimi kwenye eneo la muda sina changamoto, sina kipengele. Yeah. Yaani mimi naweza nikawashurutisha hawa vijana, sema ningewasubiri au wangenichelewesha. Nikasema kaeni huko mtajua wenyewe mimi naenda. Kwa sababu najali muda wa watu. Najua ni wanachuo wana muda. Kwa hiyo utu, kujali hisia za watu, kuwa compassionate na maisha ya watu na huzuni za watu. Biblia inasema lieni na wanaolia, furahi na wanaofurahi. Kwa hiyo uwe na utu. Kama una mkaka hapa, labda mkaka umetaka kumsaliti mdada, umetaka kumuumiza, ulimpromise nitakuoa, alafu leo unataka kumwacha vibaya. Hebu angalia, je, nikitendewa mimi? Biblia inasema kile mnachotaka watu watendee, hebu angalia kama nyewe mnaweza kutendewa hicho kitu. Kwa hiyo utu, kabla ya kufikiri kumtendea mtu, hebu fikiri hivi, mimi nikitendewa, huo ndio utu. Kwa hiyo uwe na huo moyo, usiwe na moyo wa jiwe, kuwa na moyo wa nyama. Utu. And last but not least, ni thanksgiving, moyo wa shukrani. Katika maisha yako uwe na moyo wa shukrani na uwashukuru watu ambao wamekutendea mema wakiwa duniani, wakiwa wanaishi. Usisubiri hadi msiba. Kwa hiyo uwe na moyo wa shukrani. Mtu akikupa labda taarifa ya kazi, bwana kuna kazi umeenda kufanya interview umekosa, mwambie nakushukuru sana bwana, uliniunganisha kazi japo nimekosa. Siku nyingine atakuunganisha nyingine. Yeah. Lakini kwa sababu umekosa basi ndio umesahau hata kumpigia simu hata kumshukuru kwa sababu umekosa. Kwa hiyo uwe na moyo wa shukrani, uwe na moyo wa shukrani. Ukipewa kidogo shukuru, ukipewa kingi shukuru. Bwana Yesu asifiwe. So nimalizie sana faida. Faida na kuwa na positive in term of behavior. Yeah. Faida ya kwanza itakufanya uishi maisha ya amani na watu wote. Asante pastor. Tukomee kwanza hapo. Itakufanya kuwa na nini? Maisha ya amani na ya amani na watu wote. Kama na swali itume kwenye namba ifuatayo. Nomo 078 3 22 8 5 4 1. Kama una swali 078 3 22 8 5 4 1. Kuna mwingine anasema mimi na bando tu. Tuma kwa WhatsApp hii 074 60 76 281 074 60 76 281. Mwingine anasema sina bando, sina nini. Nakupa vocha hii hapa. Weka sehemu ya vocha kama una vocha. Weka sehemu ya kuingiza vocha. Usije ukasema sijatuma swali kwa sababu sikuwa na kifurushi. Pana. Tunaanza. Tayari? Sifuri tena. Tunaanza. 74 093 926096404. Aliyepata. Ishatumika, si ndio? Kuna aliyewahi hapa. Nani kapata? Kuna mtu amepata hapa chap chap. Hamna hata mmoja.
Walimu. Haya, ya mwisho 074 093. Haya, futa. Anza mwanzo. 74 093 926096404. Haujapata na hapo mpendwa, utachelewa atakwenda mbinguni. Umepata? Safi, tumpigie makofi. Kwa hiyo usiambiwe kwamba sijapata bando. Tuma message kwenye WhatsApp ama noma, una swali gani? Sawa pastor, tuendelee. Faida ya kwanza tumeona inakupa kuishi maisha ya amani na watu wote. Tuendelee hapo pastor. Hiyo ina maana pia itakupunguzia idadi ya maadui. Kwa hiyo katika hiyo unaweza ukaandika mabano yako, itakupunguzia idadi ya maadui katika maisha. Kwa hiyo ikiwezekana uishi na maadui wachache, it's better. Mtu mmoja anasema tumeambia tushindane. Ngoja, Biblia inasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Ni juu ya falme na mamlaka. Kwa hiyo kama unapenda maisha ya mashindano, shindana na mamlaka. Shindana na falme za giza, shindana na jeshi la pepo wabaya. Lakini katika maisha punguza idadi ya maadui kwa kupenda kuishi na amani. Lakini faida ya pili, itakupunguzia kiwango cha majuto. Ile ningejua nisingekasirika, ningejua nisingenuna, ningejua nisingezila, ningejua nisingemsema vibaya kiongozi wangu mwenyekiti, ningejua nisingesusa kwaya, ningejua. Kwa hiyo kiwango cha majuto kinapungua. Lakini namba 3, tabia njema itakukalisha katika nafasi. Itakukalisha, sio itakupa nafasi, lakini itakukalisha. Kuna tofauti kati ya kupata nafasi. Kipawa kinaweza kukupa nafasi, lakini tabia itakukalisha kwenye nafasi. Yes. Una kipawa, una ujuzi, sawa, utapata nafasi. It will promote you, but the character will let you remain, will host you in that position. And then lastly, itakupa kibali machoni na mioyoni mwa watu. Machoni na mioyoni mwa watu utapata kibali. Biblia inasema Mungu akamwambia Kaini, kwani ukitenda vyema hautapata kibali? Kwa hiyo tunahangaika na kibali wakati kazi yako ni kutenda vyema tu. Tenda vyema, ishi na watu vyema. Lakini malizia kwa conclusion, then taruhusu maswali. Yeah. Success is not to have a lot of things. Mafanikio sio unakuwa na vitu vingi, lakini mafanikio ni is not having a lot of things, is having you. Is not achieving a lot of things, is achieving you. Is not accumulating a lot of things, is accumulating you. Wewe ndani yako you have a lot of things ambavyo bado hujavipata wala hujavitafuta na kuvijua. Kwa hiyo hata kufanikiwa kuijua tabia yako njema ambayo Mungu alikuumbia kwayo ili uenende kwa sasa na maandiko. Huyo ndio mafanikio. Mafanikio sio kuwa na vitu vingi sana. Mafanikio ni kujipata. Na kujipata sio kumiliki gari. Kujipata ni kumpata wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha waraka wa Yohana kule, kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kwa hiyo unadhani Yesu kwani walivyokuwa wanamuita mfalme hadi mama yake na Yohana akasema nataka katika ufalme wako mwanangu mmoja akae upande wa kulia na mwingine wa kushoto. Yeah. Pasipo kujua kwamba yani kujipata kwa Yesu ni kukinywa kikombe, sio ishi ya kukalia kiti cha dhahabu, sio kitu cha kusema mfalme na uishi milele. Yeah. Kwa hiyo Yesu alijua kwamba imenipasa mimi kwenda msalabani, ndio kujipata kwake. Kwa hiyo kujipata kuna tofautiana. Yes. Ishi kwa malengo, timiza malengo yako. Okay, I'm through. Asante pastor. Tumejipata. Are we there? Kuna mtu hajatuma swali mpaka sasa hivi. Au nikupe na vocha nyingine? Sawa. Umezungumzia mchungaji kwa habari ya tabia zile 10 ambazo umeziorodhesha hapa na kutuambia. Na moja ya tabia ni ustahimilivu. Kuna swali hapa limekuja. Je, mimi kama kijana napaswa kuwa mstahimilivu nyakati zote ama kuna kikomo chake kwamba hapa hata Bwana anaona? Kabla sijajibu hilo swali, kuna kitu hapa nimekumbuka. Tabia inakuwa categorized with age. Yaani kuna tabia ya kitoto, kuna tabia ya mtu anayebalee, kuna tabia ya mtu ambaye ameshaingia kwenye ndoa, kuna tabia ya mzazi na kuna tabia ya mzee.
waliosoma psychology wanajua hizo stages za ukuaji. Kwa hiyo katika tabia, katika hiyo eneo la vijana sasa, kijana watakiwa, najua kila mtu hapa akizungumzia ustahimilivu kwa kijana, najua eneo moja tu, kuwa mstahimilivu katika eneo la mwili wako. By the way, mwili wako hauwezi kukutaabisha ukiwa na Kristo. Sasa kuna mtu anasema mbona mimi nimeokoka alafu bado mwili unataabisha? Sasa mwili unatakiwa kutiisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ishi kwa malengo. Kwa hiyo lazima uwe mstahimilivu hata katika eneo hilo la mwili. Mwili unaweza ukapiga kelele, lakini mwili una masikio. Mwili wako unaweza ukausemesha nyamaza na ukanyamaza. Naona mwanamke mmoja akamfuata mchungaji mmoja, akamwambia mchungaji, naomba uniombee ili nisiwe na tamaa kabisa. Okay. Akasahau kuwa alipeleka maombi kwa mchungaji. Wakati umefika, ule mwanamke ana miaka 32, anashangaa mbona hata wanaume wanifati. Akakumbuka nina shida gani? Siku moja kwenye ndoto akamwambia nenda akamfuate tena mchungaji akufungue. Kwa sasa mchungaji ameshaenda mji mwingine, yuko mbali kabisa, bidi apange safari aende tena akamfungue. Kwa hiyo hauna haja ya kuja kwa mchungaji. Wewe mwili wako unaweza kukusemesha, you have a pattern ya kufunga na kufungua. Sawa, asante pastor. Kuna mtu ameuliza, umezungumzia kwenye kuzungumza ukaongea na ukachomekea swala la mahusiano. Kuna mtu ameuliza, ikiwa amempenda mdada, yuko naye kwenye mahusiano, wameenda lakini baadaye akagundua baadhi ya vitu ambavyo hawaendani, halafu akaamua kumwacha, atakuwa amevunja golden rule? Walianza mahusiano na akaenda na akajua kwamba kuna vitu hawaendani. Je, akivunja itakuwa amekosea ama atakuwa yuko right? Kwanza uchumba huo unavunjika. Hicho ni kitu cha kwanza. Uchumba huo unavunjika. Ila hatutaki mtu aingie kwenye mahusiano deep afu akiondoka na mwachia mtu majeraha. Okay. Kwa hiyo hadi unaingia mahusiano na mtu deep kabla hujamwambia nakupenda, mimi nahisi utafanya urafiki ili ujue hizo tabia. Yeah. You don't need ya kuanza kumwambia nakupenda, mnaingia kwenye mahusiano afu baadaye sasa na tabia zake mbaya. It's better to study him or her katika urafiki wa kawaida wewe sawa kipendwa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Lakini unamstadili dada na tabia gani? Hivi ni mchafu hivi ni mpole, hivi ni msikivu Baadaye utajiridhisha na utaamua kuingia kwenye mahusiano. Usiingie kwa kurupuka. Are you there uliuliza? Na pastor, ana mtu anawezaje sasa kujenga hizo tabia ambazo ni positive kwa haraka haraka? Exercise make perfect. Kuna vitu lazima ujifunze tu kuna point nimesema kujiwajibisha. Yaani amua kujiwajibisha. Kwa sasa hivi nasikia kukasirika kusema neno baya, lakini I mute. Kwa hiyo roho yangu itawaka moto lakini nimeizuia. Kwa hiyo jifunze kuitaabisha nafsi yako lakini ili kuiokoa. Biblia inasema mtu anayetaka kuiponya nafsi yake ataiangamiza, anataka kuiangamiza ataiokoa. Kwa hiyo lazima ujifunze. Kuna kipindi moyo wako unapiga makelele lakini utiishe. Kwa hiyo jifunze kujiwajibisha wewe mwenyewe, kujiwajibisha mwenyewe, kujikosoa. Jifunze kujiwekea wanasema performance appraisal. Kwa mimi nina tatizo 1 2 3. Je, miezi hii mitatu ili tatizo nimejirudia? Na tatizo la kukwazika, na tatizo la kuumizwa. Na unajua tabia inaathiriwa na mambo mengi, malezi, makuzi na mambo mengi yaliyotokea katika maisha ya mtu yanaweza akaathiri tabia. Mtu anauliza, anawezaje sasa kujitoa katika zile tabia ambazo ni nature ya familia? Yaani sisi familia yetu, mfano si watu wa Kigoma wabishi eti. Yaani tunawezaje yani sasa uzungumze kijumla sasa kwa kacha na familia? Okay. Kwanza tabia is a pride. Yaani sio kiburi. Tunazungumzia a pride of Tanzania. Tunajua mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo kuna kipindi kuna vijitabia ni utambulisho wako. Wala usipambane navyo. Ni sehemu tu ya utambulisho wako ya kwamba huyu ni mtu wa Kigoma. Huyu ni mtu wa Kilimanjaro. Kwa namna anapopambana kutafuta pesa. Kwa hiyo hauwezi kuondoa hicho kitu kwa sababu kuna vitu vingine ni vizuri. Imradi tu akikwazana na neno la Mungu ni kitu kizuri. Ni utambulisho wako. Huyu ni muhaya bila shida. Anapenda sifa. Yaani you know it. Yaani
It's a pride of your nature. Sisi wengine sisi ni wabena. Wabena wanajulikana kuwa ni watu wastahimilivu. Sisi ni wastahimilivu. Yaani tunaweza kuishi maisha magumu, mazuri. Yaani tunaweza kuishi maisha yote. Kwa hiyo siwezi kusema nijiondoe sasa mimi ni mbena, nijiondoe katika hii hali Mgalasidia. Yaani nimejifunza hivyo. Kwa hiyo lakini kwa tabia mbaya how to come out, kwa sababu tabia nyingine za asili ni mbaya. Unawezaje kutoka katika hizo tabia? Biblically unaweza kutoka kwenye hizo tabia. Okay. Kwa sababu there is somebody who can transform your life. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa wapi? Ndani ya Kristo. Amekuwa nini? Kwa hiyo wewe cha kufanya ni formula ndogo sana, kaa ndani ya Kristo Yesu. Alafu utakuwa kiumbe kipya. Kuanzia akili, damu yako itabadilishwa kwa sababu utapokea damu ya Yesu. Kwa hiyo kuna zile chembe zile za damu za kia zinazopiga makelele ya ubishi, zitayeyuka tu na zitaondoka automatic. Bwana asifiwe. Kaa ndani ya Yesu. Asante sana pastor. Sasa swali lingine, tunawezaje, ni vitu ameweza kwa Kiingereza, what makes us to assign that a certain behavior is positive? Tunawezaje kujua kwamba hii tabia ni positive? Utajuaje hiyo tabia ni positive? Kwanza kama haiwakwazi watu. Haileti bad report, yani baada ya kufanya hakuna mtu anayeumia kusema nimeumizwa, yale maamuzi yalinikwaza, ile tabia sio nzuri, alinisema vibaya. Yani ukiona haupati zile bad report, it means that you have a good character. Kwa hiyo utajuaje kwa hii ni essential, hii ni tabia nzuri? Utajua kwa feedback kwa sababu tuko kwenye jamii. Utajua tu. Na pale kwenye kusikiliza utajua. Mimi nilikuwa na tabia ya kutokuamini watu. Sikujua kama ni tabia mbaya, nilijua kwangu ni sahihi. Kwa hiyo nilipokuja kuwa kiongozi, nilipokuwa mwanachuo, kijana mmoja akaniambia kwamba wewe ni kiongozi mzuri lakini huamini watu. Sasa nikajifikia kwani ni tatizo? Si najiwekea tu defense mechanism. Sababu nisije nikamwamini mtu akaja kuniumiza au akaniharibia position yangu. Lakini baadaye nikaenda kujitafakari, why is this? Mungu alimfundisha kitu kizuri sana, akasema msikilize tena yule kijana. Ikabidi nimfuate afu nikamwambia nashukuru sana. Kweli huu ni udhaifu wangu. Kwa hiyo nikasema kweli siamini watu. Kwa hata kama tukiwa kwenye kwaya, kwenye praise, yani naaminiki mimi tu ndo ninaweza nikafanya vizuri. Mwingine anaweza akakosea. Kwa hiyo nimeshamwekea mtu kosa hata kabla hajakosea. That is behavior. Kwa hiyo nilidili nayo, niliamua kubadilika. Je, mtu anaweza kabadilika tabia yake kwa kusoma vitabu? Kwa kusoma vitabu. Of course, kwa sababu knowledge is power. Okay. Maarifa ni nguvu, si ndio? Kwa hiyo kama maarifa ni nguvu, means kuna nguvu ya kubadilisha ambayo inatokana kwenye maarifa. Lakini inategemea unasoma kitabu gani, kwa sababu kila maandiko yana roho nyuma yake. Nani aliyoandika hicho kitabu na ana roho gani nyuma yake? You can be impressed or can be initiated kwa nguvu iliyokuwa nyuma ya mwandishi. Watu wengi sana wanadhani maandishi ni maandishi tu, lakini maandishi yana roho nyuma yake. Na ndio maana Biblia unasoma lakini ina roho nyuma yake. Kwa yule aliyoandika it matter a lot. Sio tu kusoma kitabu gani, lakini nani aliyokiandika. Na ndio maana unatakiwa ujue biography ya mwandishi sana kuliko alichokiandika. Anaweza akaandika kitu kizuri, lakini yeye ana roho nyingine. Okay. Asante. Are you there, guys? What standards do we use to assess whether a certain behavior is positive or negative? Standard. Yeah. Standard nilizozitaja 4. Standard ya kwanza nilisema nature. Standard ya pili nilisema culture. Standard ya tatu nilisema context. Na standard ya 4 nilisema purpose. Kwa hiyo wewe kama una purpose, unajua sasa mimi nataka niwe mwanaume wa design hii. Kuna tabia ukiona kwa mwanamke haijalishi ni mzuri sana, lakini kwa sababu amiti hiyo standard ya purpose ulionayo moyoni wako, unasema no, huyu mimi ni let me set her aside. Kwa hiyo utajua kulingana na purpose yako. Context inaweza kaamua, lakini pia nature na culture ya jamii. Kuna culture tunajua kuna namna tunatakiwa tuende kanisani. Hauwezi ukaenda kanisani umevaa high waist. Wengine hatujui high waist. Unajua jamani? High waist. High waist ni kiswale fulani hivi unakivaa alafu kuna viungo vinaonekana hivi. Kwa vinajichola. Mnakijua kile kinapanda hadi hapa juu. Sasa sijajua kama Ikulu unaweza kwenda vile. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba context inaweza kuamua. Yeah, asante. Kuna mtu ameuliza,
nawezaje kuwa na tabia positive ikiwa nina mtu ambaye niko naye karibu, lakini yani wewe mtu anafanya vizuri sana kwangu, yani anajitahidi kunionyesha, lakini my heart haiko na peace naye, haiko na amani naye kabisa. With that hiyo kuna some vitu ambavyo hayuko vizuri. Sasa nawezaje kuwa na tabia positive nikiwa na mtu wa design hiyo? Yani anajitahidi kufanya vitu vizuri kweli, lakini mimi moyoni kabisa. Okay. Kwanza sasa ujue moyo una sura mbili. Moyo ni mdanganyifu kwanza. Huo ni upande wa kwanza wa moyo. Lakini Biblia sana amani ya moyo ifanye nini? Iamue mioyoni mwenu. Kwa hiyo lazima ujue vipande, usije kuna mtu mwingine yamkini tabia ya asili au mizimu ya kwenu inaweza ikawa inakataa watu wazuri. Ujue kuna mtu anaweza akaja kwa sababu ni tajiri, nyie mna roho ya umaskini. Akija kijana kwao ni tajiri, unaanza kujihisi inferior, unaweza kumkataa. Lakini akija maskini you feel comfortable kwa sababu roho ya kwenu umeprovoke. Okay, ngoja niwaache hapo. Na hisi utakuwa umeshanielewa. So lazima ujue hivi vitu vili kudetermine. Eza amani ya moyo iamue ndani yako, lakini pia moyo ni mdanganyifu, ujue ya kwamba nini. Kwa hiyo sasa unahitaji kuongozwa na Roho Mtakatifu na sio kuongozwa na moyo, kwa sababu moyo unaweza kukudanganya. Yeah. Sasa kuna mtu pastor amekaa na tabia fulani for a long time. Maybe sasa hivi ni yuko 30 age, ana miaka 30. And hiyo tabia amekuwa nayo from muda mwaka akiwa na miaka 2-3 na anafanya jitihada kweli. Je, kukaa ndani ya Yesu kama ulivyotushauri sisi Waha inatosha ama there is another issue? Huyo mtu anaweza kufanya kwa sababu imesha kubui hiyo tabia. Okay. Kuna tabia, kuna mtu ambaye anakunywa bia moja hawezi kumpeleka rehab. Unaweza kumsema akaacha. Lakini kuna mwingine inabidi umpeleke rehabilitation ili aweze kufanywa rehab. Kwa hiyo kuokoka tu ni stage ya kwanza. Okay. Lakini kuzaliwa upya, Biblia inasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho. Kwa hiyo unaweza kuwa umezaliwa tu kwa kukiri lakini hujazaliwa kwa roho. Kwa hiyo lazima kwanza Roho Mtakatifu akuzae upya. Lakini pia ikishindikana hivyo, pia Mungu amewapa watumishi wa Mungu neema, watumishi wa kuwafungua wengine. Kwa hiyo kuna watu mna vifungo hadi ufunguliwe. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, watu hao ni watu walioibiwa na kutekwa. Kwa hiyo ni watu wa Mungu lakini wameibiwa na kutekwa. Wamenaswa kwenye mashimo, wamenaswa kwenye mapango. Hakuna okoaye, hakuna semaye rudisha. Means kuna mtu anatakiwa na mamlaka ya kusema rudi. Tunarudisha ufahamu wako, tunarudisha tabia yako ya kiungu na ikarudi. So it depends. Kuna watu ambao Mungu amewapa mandate. Asante. Moja ya faida ambayo umesema ya tabia njema ni kuishi na watu vizuri. Je, mtu anawezaje kuishi na anawezaje kuwa anawezaje kuwa na amani na watu wakati hao watu wanatafuta ubaya na yeye? Okay, unawezaje kuwa na amani na watu wakati watu wanatafuta ubaya na wewe? Biblia imesema ya kuwa ninawatuma kama kondoo katikati ya nini? Na mbwa mwitu. Kwa hiyo lazima ujue as long as umesimama upande wa haki na upande wa Mungu, wewe ni kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Usiogope kulaluiwa, usiogope kuumizwa, lakini stand firm. Kuwa na shujaa. Kati ya kitu ambacho Mungu amekihusianisha kwa mtu ambaye unataka kuishi katika upande huu wa tabia njema ni uwe hodari na uwe shujaa. Kuna watu wana vipawa. Kuna mama yangu mmoja, tuseme dada yangu wa kiroho amefariki. Kuna watu ambao kwenye status la mimi niliandika RP dada yangu mmoja nikamtaja. Ni mtu wa Kagera huko. Alikuwa na vipawa sana, alikuwa na kalama. Alikuwa anaweza akakaa hivi akakuona akakwambia mambo yako. Lakini alikuwa na moyo mwepesi sana. Akiguswa kidogo kaumizwa, akiumizwa na watu. Hata chanzo cha kifo chake ni kwa sababu ndugu tu amemuumiza, wanamsema, akapata pressure, mishipa ya kichwa ya kwenye ikapasuka, damu ikavia kwenye ubongo, akafariki. Kila siku alikuwa anampigia simu, mwana nisema vibaya. Ameisha kituo cha watoto cha daycare. Wale walimu wakimuibia tu 5,000 wanalalamika, anapiga simu, watu ni wabaya. Kwa hiyo kwa hiyo Mungu anatumia watu wenye mioyo mikubwa. Kipawa ni kizuri lakini you should have a strong heart. Uwe na moyo mkuu. Asante. Kuna mtu amegundua purpose yake. Mfano wa purpose ni ipi? Mtaje basi. Amegundua yeye ni mwinjilisti. Na hiyo purpose umesema mwanzoni kuna tabia inabidi uzijenge kulingana na purpose fulani ambayo uko nayo. Sasa mtu ameshajigundua kabisa yeye ni mwinjilisti kabisa. Lakini kuna tabia hizo sasa yeye anashindwa kabisa.
Yaani anaweza kawa nazo labda tabia 3 lakini kuna moja imemshinda kuweza kuiadapt ili iweze kumkamilisha kabisa kwenda kwenye hiyo purpose. Au unamsaidiaje huyo mtu afanyeje? Kwanza katika maisha kuna ufunuo ambao umekwisha kutimia. Uhitaji ufunuo mpya. Mtafute mtu ambaye ni mwinjilisti, mbobevu. Alafu nenda kaulize, nenda akakuombee, nenda akakuwekee mkono, nenda akamsikilize. Kuna vitu vingine tuna fight msituni kwenda kuomba Mungu nifungue, wakati kuna mtu tayari alishapewa ufunguo. Kwa hiyo mimi kuna mzee mmoja mfano anaitwa Daudi Kuselia. Huyu alihubiri injili na mzee Moses Kulola miaka ya kwanza. Alipokuja chuo cha Biblia siku moja kuja kwenye semina ya Pasaka, mimi nilivyosikiliza tu historia yake, sijai kumuona, sikuwepo enzi hizo za kina Kulola. Nilichokifanya nilijua nakaa wapi, alafu nikajua yule mzee kuna mtu anamfulia nguo. Kwa hiyo ikabidi mimi niende kumfulia nguo. Nikawa namchukua mimi nguo, namwambia yule kijana lete nifue mimi, napiga pasi nampelekea. Siku ya mwisho nilivyojua naondoka, nikafanya haraka nikampelekea nguo afu nikapiga magoti. Nikasema naomba uniombee. Yule mzee akasema sijawahi kuonana na mtu kama wewe. Akaniombea maombi mazito sana. Huyo mzee Daudi Kuselia. Na nimesikia kwa Msalato. Na wiki kesho nataka nikamuone huko. Na yeye ameshanisahau, nimempigia simu juzi. Amesema, nikamwambia naenda tena kuchukua neema. Kuna watu tayari wana neema. Wewe unahangaika kutafuta neema. Nenda kwa wenye neema wakusaidie. Kwa hiyo full stop. Okay, asante. Asante. As a spiritual leader, negative behavior is a spirit. Tabia mbaya ni roho, kama kiongozi wa kiroho. Sasa sio roho tu, sio roho, kwa sababu mimi nimeshajua kuna watu nimewasaidia kiroho, lakini nikajua hiyo tabia. Ngoja nikwambie, pepo likikaa ndani yako likitoka linatoka lenyewe, lakini linakuachia majeraha, linakuachia makovu. Sasa hivi pepo likusababishia kidonda, lakini ukipona kidonda ile kovu sinakuepo. Kwa hiyo kuna tabia, mfano pepo likuja la uongo ndani yako, likiondoka linaondoka, lakini chembe za uongo zinakuwepo. Kwa hiyo hizo tunabidi tudili nazo taratibu. Kwa hiyo sasa hiyo ni matter of counseling, kukaa na mtu kwa upole, mwambie udhaifu wako ni huu, atapona. Mimi na kiongozi wangu mmoja pale alikuwa ni muongo, yani alikuwa na pepo la uongo. Alikuwa na pepo la uongo huko zamani, yani pepo linakuja, alafu naambia shuleni nimeagizwa like opes consequentum. Kwa hiyo ndugu wanahangaika kutafuta hela, lakini alikuwa na pepo kabisa. Na siku pepo lilivyoambiwa kwamba wewe pepo hadi linaumwa, likiumwa pepo anaenda hospitalini, anapewa madawa yote ili tu ile familia ifilisike. Alipokuja kufunguliwa anashangaa, hizi dawa za nani? Anambia ni za kwako, mbona ulilazwa? Kasa mimi sijalazwa. Asa kanisani afu ulikuwa uendi. Anasema kwa nini nilikuwa siende? Sasa ulikuwa unasema una nguo chafu. Mbona nguo zangu hizi hapa, nguo zimenyoshwa siku zote. Kwa hiyo ilikuwa ni pepo. Kwa hiyo ilivyoondoka, kweli pepo liondoka, kile kitabia kilibaki cha uongo. Kwa hiyo hadi amekuja mimi hapa nimempokea kama mshirika, nikamuongoza sala toba akaokoka, lakini kwa uongo mimi naweza nikaongea hivi akaenda akajazia nyama. Kwa hiyo kabisa nikae naye sasa taratibu na Mungu amemsaidia sasa hivi anaendelea vizuri. Kwa hiyo sawa, mchungaji. Niko kwenye mahusiano na dada au kama ni mdada yuko na mahusiano na mkaka. Na mmoja wao ana tabia mbaya. Nijishukulia sasa mimi mfano. Yaani huyo mdada ana tabia mbaya na nimeziona. Kama ipi? Mfano? Uongo, si ndio? Tuseme hiyo. Tuseme uongo. Anapenda hela sana. Na kupenda hela sana ni tabia mbaya. Sawa. Ana tabia mbaya hiyo na nimeiona toka kwenye mahusiano. Sasa je, naweza kumbadilisha hiyo tabia tukiwa kwenye ndoa, ama nikiona vimenishinda nisepe? Kila kitu kilichokushinda kwenye mahusiano hauwezi kukishinda kwenye ndoa. Kwa hiyo ulichokishinda kwenye mahusiano utaamanacho kwenye ndoa. Full stop. Kwenye ndoa is not a place of learning. It's a place of practical life. Kwa hiyo kama mtu alikuwa mchoyo, ndio pale akichoa atauonyesha. Akija baba mkwe anapika ugali na maharage. Akija mama yake anampikia nyama choma na ndizi za kukaanga. Kwa hiyo wewe ulishamwona ni mchoyo. Kwa hiyo una haja ya kuhangaika. Asante. Kuna swali la mwisho hapa. Wakati tunaelekea kumaliza kabisa. Kuna mtu amekata tamaa. Kuna mtu amekata tamaa. Anauliza sasa, ni mambo gani ambayo yanapandikiza tabia ya kukata tamaa hasa kwa kijana? Tabia kukata, kwanza kukata tamaa is a spirit.
ni roho. Cha kwanza ni roho, inaweza isiwe tabia tu, lakini ni roho. Lakini pia ni ile inferior complex, vile ulivyolelewa tangu makuzi. Unaona mama yako anakata tamaa, unaona baba yako kitu kidogo anakushirikisha, na ndio maana katika maisha usipende kuwashirikisha watoto wako au watu walioko chini yako matatizo yako. Mfano kama baba mmelala na njaa, usianze kusema maisha ni magumu sana. Ni kuambia watoto wako ile hali ya ukweli, lakini usionyeshe kukata tamaa. Siku zote baba anatakiwa aonyeshe boldness na mama boldness. Kwa hiyo kama umeelewa katika hayo mazingira, utakuwa na moyo mkuu tu ya kwamba maisha ni magumu, lakini atakwenda. Lakini kama mama yako akiwa hana kitu analia mbele yenu, hiyo hali nayo ukubwani nayo utakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo umeshafundishwa kuwa inferior tangu utoto. Kwa hiyo ni inferior complex. Asante sana jamani, tunashukuru sana, muda wetu umeisha.